hapa kwa sababu tunaamini hivyo ya kwamba yeye ni mwamba na ni mwamba wa maisha yetu. Tunamtukuza, tunamsifu, tunamshukuru, tunamuinua sana huyu mwamba kwa kuwa kwa mapenzi yake ametupatia tena mwezi mpya, mwezi wa 5 kwa mwaka huu, ili tuweze kuendelea kumtukuza, tuweze kuendelea kumuinua, tuweze kuendelea kutembea naye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mpe Bwana tena makofi mengi, mpe Bwana makofi mengi. Mpe Bwana Yesu tena makofi mengi yenye nguvu. Haleluya, haleluya. Ninakukaribisha kwenye ibada yetu ya kukamata mwezi mpya, na popote ulipo, uko hapa kanisani au uko kazini, uko nyumbani kwako, uko eneo la biashara, uko barabarani, uko kwenye gari, mahali popote ulipo, imani yako itakuunganisha na kila ambacho Mungu anaenda kukifanya kupitia ibada hii ya kwanza, ibada hii ya siku ya kwanza ya mwezi, ibada ya kukamata mwezi mpya. Haleluya. Kwanza tumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mpya kwa makofi mengi. Piga makofi mengi ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya mwezi mpya. Asante sana, asante sana, asante sana. Asante sana. Mungu anapotupatia mwezi mpya, siku mpya, wiki mpya, anapotupatia tena wakati mpya, ni nafasi ya kipekee sana tunapewa kwa ajili ya kuendeleza kusudi la Mungu, kwa ajili ya kufanyika upya, kwa ajili ya kujipanga upya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwezi huu mpya. Haleluya. Basi naomba uketi na tutaenda kwa haraka, na Mungu yuko pamoja nasi. Wakati ukifuatilia kuhusu mwezi huu mpya, basi nikimsihi na kumwomba Mungu, msitizo wako ni nini? Ni nini unachokitaka kwetu kwa mwezi huu? Ni jambo gani unalitaka kwetu kwa mwezi huu? Basi jambo ambalo Bwana amelitia kwenye moyo wangu, na mimi napenda niliweke kwako pia, na naomba Mungu akusaidie kuliweka ndani ya moyo wako na kulisimamia kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Jambo hili ni lile ambalo linasema kumtafuta Bwana, kumtafuta Bwana, kumtafuta Bwana, mtafute Bwana, tafute Yesu, mtafute Bwana, tafute Bwana Yesu. Haleluya. Kumtafuta Bwana. Haleluya. Kumtafuta Bwana. Sasa hili neno nilikuwa nasoma kwenye Biblia, na nikasoma kwenye kifungu hiki, na hiki kifungu kikanipa kufikiri sana juu ya jambo hili, na Mungu hapo akaanza kunisemesha zaidi. Ilianza na hapa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 13 na 12 na kuendelea. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 16. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 16. Hapa ndipo Bwana alipoanza kunisemesha kuhusu jambo hili. Nitaanza kusoma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 16. Nitasoma kuanzia mstari wa 11 na kuendelea. Anasema kwamba natazama, mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho, angalia, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Asa akalala na babazi, akafa katika mwaka wa 41 wa kumiliki kwake, wakamzika katika makaburi. Sasa nataka uone hapa huyu Asa, unapoanza kusoma habari zake unaweza ukaanza kuziona mwanzoni pale kwenye sura ya 14. Sura ya 14 unaweza ukaona habari za Asa. Alikuwa mtoto wa Abia, habari za Asa mwana wa Abia. Hii habari yake unaweza ukaanza kuisoma hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili kuanzia sura ya 14 ile mstari wa kwanza na kuendelea pale, unaweza ukaona hizo habari. Lakini hapa ni nini ambacho kilinigusa, ambacho natamani na wewe kikuguse
na kutokea hapo unaweza ukaendelea. Anasema kwamba ule mstari wa 12, akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Yani kwenye mwaka wa 39 wa kutawala kwake akashikwa na ugonjwa wa miguu. Na Biblia inasema kwamba Asa kumiliki kwa Asa kwamba akashikwa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana. Ule ugonjwa ukazidi sana. Ule ugonjwa ukazidi sana. Na anasema Asa ugonjwa ulipozidi, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Na sasa hakumtafuta Bwana bali akatafuta waganga, akaenda kwa waganga. Hakumtafuta Bwana, akatafuta njia zingine ambazo hazikuwa njia za Bwana ili kukabiliana na tatizo la ugonjwa alilokuwa nalo. Na Biblia inasema kwamba kwa sababu ya huo ugonjwa akafa. Biblia inasema kwamba Asa akalala na babaze. Alipata ugonjwa na hakumtafuta Bwana katika ule ugonjwa, na kwa sababu hiyo akalala. Sijui ni kwa nini hakumtafuta Bwana. Maana unapoanza kusoma ile sura ya 14, anasema kwamba mstari wa kwanza, basi Abia akalala na babaze, wakamzika mjini mwa Daudi, akatawala Asa mwanae mahali pake. Katika siku zake nchi ikastarehe miaka 10. Biblia inasema kwamba basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo adili machoni pa Bwana Mungu wake, maana aliondoa madhabahu ya kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera, akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana. Wakati anaanza kutawala, wakati Biblia inasema kwamba akastarehe, mambo yakawa mazuri. Kwa nini? Alimtafuta Bwana na akaamuru nchi nzima imtafute Bwana Mungu wa baba zao. Akaamuru nchi nzima imtafute Bwana Mungu wa baba zao. Alimtafuta Bwana kwa kuondoa madhabahu. Kuna namna mbalimbali za kumtafuta Bwana, tutaziona hapo mbele. Lakini mimi siku ya leo, siku hii ya kwanza ya mwezi mpya, na neno hili Mungu anataka likuingie ndani yako, ufanye maamuzi ya kumtafuta Bwana kwenye eneo fulani la maisha yako. Umtafute Bwana kwenye maisha yako, uamue. Najua si kitu kigeni habari ya kumtafuta Mungu, habari ya kumtafuta Bwana, lakini ninatamani Mungu aliweke kwenye moyo wako na iwe ni nia yako, na katika hiyo nia ukaweze kuifanyia kazi kwa namna ambayo italeta matokeo. Biblia inasema kwamba Asa akamtafuta Bwana, na kwa sababu alimtafuta Bwana, Biblia inasema pia akamtafuta Bwana na akawaamuru Israeli yote, nchi yote Yuda, akawaamuru Yuda, kwa sababu alikuwa ni mfalme wa Yuda, hakuwa mfalme wa Israeli, alikuwa mfalme wa Yuda. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Yani kwa njia ya kuzishika amri na kuzishika sheria za Mungu ni njia mojawapo ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema tena akaondoa kutoka miji yote ya Yuda mahali pa juu sanamu za jua, mfalme ukastarehe mbele yake. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Ili neno imestarehe limekuja kama mara 3. Akastarehe, nchi ikastarehe, watu wakastarehe, na utawala wake ukastarehe, ukapata raha. Kwa nini? Kwa sababu alimtafuta nani? Bwana, na akawaamuru watu wake wamtafute nani? Bwana, kwa kuzitenda sheria, kwa kushika amri. Akaondoa madhabahu za miungu mingine, akavunja hizo madhabahu zote, akaziondoa. Kila mahali akasema hakuna kuabudu sanamu za jua, hakuna kuabudu hiki na kile. Akatoa. Mungu akampa starehe, akastarehe, ufalme ukastarehe mbele yake, ufalme ukastarehe mbele yake. Na Biblia inasema kwamba akajenga, yani kwa sababu ya kumtafuta Mungu akajenga miji.
akajenga. Kwa hiyo swala la kumtafuta Mungu linahusishwa na utulivu, linakuwa connected kwamba alipomtafuta Mungu, Mungu alionekana kwake. Haleluya. Akaonekana kwake, na kwa kweli naye akawaambia Yuda, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana. Angalia ule mstari wa ngapi? Angalia ule mstari wa 7. Pointi kubwa ambayo nataka leo uielewe, na sio tu uielewe, ninatamani ndani ya moyo wako upate dhamira mpya, upate nia mpya, upate kiu mpya, upate shauku mpya. Haya maneno yanapokuja, ninamuomba Roho Mtakatifu, haya maneno nayo yasoma ya kumtafuta Bwana, ya kumtafuta Mungu, ya kumtafuta Yesu, yaweke ndani yako. Ninajua tunaelewa wote habari za kumtafuta Mungu, siwe msamiati mgeni, lakini kujua tu hakuwezi kukuletea matokeo kama Roho wa Bwana hajauingiza ndani ya moyo wako, akautengenezea dhamira, akautengenezea nia, ukatengeneza shauku ndani yako, ukatengeneza kiu ndani yako, ukatengeneza hamu, ukatengeneza tamaa ya kumtafuta Bwana. Na Biblia inasema kwamba angalia ule mstari wa 7. Anasema naye akawaambia Yuda, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam, tumemtafuta, naye ametustarehesha pande zote. Hii ninaipenda zaidi. Anasema kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam, tumemtafuta. Sema tumemtafuta. Anasema kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam, tumemtafuta, naye ametustarehesha pande zote. Basi wakajenga wakafanikiwa. Haleluya. Wakajenga wakafanikiwa, wakastarehe pande zote, kwa sababu walimtafuta Bwana, walimtafuta Mungu, walimtafuta Yesu. Katika kumtafuta Bwana akariwadi, Bwana akawapa thawabu. Hata wewe leo ninatamani Mungu aweke neno hili ndani ya moyo wako kwa namna ambayo si ya kibinadamu, kwa namna ambayo si ya akili ya kawaida, si kwa mazoea ya kawaida. Katika yale unayoyafanya, katika yale nitakapoyasoma haya ambayo, au nitakapokuambia yale utakayoyafanya, unaweza ukaona kama ni yale ambayo unayafanya, lakini nyuma ya kibebwa na nia ya kumtafuta Bwana ili aonekane, utaona unayafanya kwa namna ya tofauti, na yataleta matokeo yaliyo kwa namna ya tofauti. Utaomba, utasali, utasoma neno la Mungu, utasoma maandiko matakatifu, utafunga, utakesha, utafanya mikesha, utatoa sadaka, utafanya haya mambo yote. Utaacha mabaya, utaacha kile, lakini ndani yako ukiwa na agenda, ukiwa na nia ya kwamba ninafanya hivi, ninamtafuta Bwana, ninaomba, ninamtafuta Bwana, ninakesha, ninamtafuta Bwana, ninapochukua Biblia yangu, ninasoma neno la Mungu, ninatafakari neno la Mungu, lakini nia iliyoko ndani yangu, hamu iliyoko ndani yangu, kiu iliyoko ndani yangu, ninamtafuta Bwana. Nataka aonekane, nataka ajidhihirishe. Ninamtafuta Bwana kwenye kazi yangu, kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Ninamtafuta Bwana kwenye huduma. Kwa hiyo unapokuwa na agenda ya kumtafuta Bwana, unamtafuta Bwana. Kiwango ulicho nacho cha Bwana ndio kiwango kipo, lakini unamtafuta Bwana in deeper. Unaenda dipu, unaenda kwenye kiwango kingine, unaenda kwenye level nyingine. Unasema ninamtafuta Bwana kwenye kiwango kingine. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa huyu Asa anasema kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam, tumemtafuta, naye ametustarehesha. Ametustarehesha pande zote. Anasema wakajenga wakafanikiwa. Kwa hiyo kumtafuta Bwana kunahusishwa na kujenga maisha yako, kujenga nyumba yako, kujenga ndoa yako, kujenga kazi yako, kujenga huduma, kujenga utumishi, kujenga kipawa, kujenga chochote kile, kujenga kanisa, kujenga kile unachojenga. Unajenga huduma yako, unajenga
Kile unapomtafuta Bwana kuna kuhusishwa na Mungu kukusaidia kujenga maisha yako, kujenga kesho yako, kujenga leo, kujenga. Lakini pia nasema wakafanikiwa. Kwa kuwa tumemtafuta Bwana tutajenga. Tumemtafuta Bwana tutafanikiwa. Tumemtafuta Bwana tunastarehe. Haleluya. Uko tayari kukamata hilo neno kumtafuta Bwana? Na mimi naomba Mungu aliweke ndani ya moyo wako kwa roho wake mwenyewe, iliingie ndani yako, iwe dhamira ambayo ilileta mabadiliko makubwa kwa huyu Asa. Na tunaona nimeanza mimi, sikuanzia hapo. Mungu hakuanza kunisemeshea kutokea hapo. Ilianzia pale ambapo kwamba ile sura ya 16 mstari wa 12 akapata ugonjwa. Hakumtafuta Bwana kwenye ule ugonjwa. Unanisikia? Mungu amekwisha mfanikisha. Hii inaonyesha kwamba swala la kumtafuta, alikuwa na miaka 39 kwenye utawala, kwenye uongozi wake, na akamtafuta Bwana na Mungu akamfanikisha. Akajenga miji, akaweka maboma, akaweka mifumo, miundombinu mbalimbali, mambo yakawa mazuri, wakastarehe kama taifa, wakajenga, lakini wakafanikiwa sana. Lakini akapata shida, hakumtafuta Bwana kwenye ile shida. Hii inaonyesha kwamba swala la kumtafuta Bwana sio swala la siku moja, sio swala la mara moja. Unamtafuta Bwana leo, unamtafuta Bwana kesho, ni swala endelevu. Utamtafuta Bwana. Sasa mwezi huu Mungu anataka twende na hii hoja, anataka twende na hii agenda. Ndio agenda ya Mungu kwa ajili yako. Kila mmoja wetu aweke hiyo dhamira ya kumtafuta Bwana kwa ajili ya ongezeko, kumtafuta Bwana kwa ajili ya mabadiliko, kumtafuta Bwana kwa ajili ya mafanikio, kumtafuta Bwana kwa ajili ya kujenga ufalme wake, kumtafuta Bwana kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kujenga familia, kwa ajili ya ndoa yako, kumtafuta Bwana kwa ajili ya taaluma yako, kumtafuta Bwana kwa ajili ya masomo yako, kumtafuta Bwana kwa ajili ya kipawa na karama yako. Unasema nitamtafuta Bwana kwa ajili ya maisha yangu. Maisha yangu yana aspekti mbalimbali, yana idara mbalimbali, yana vipengele mbalimbali. Kwa hiyo nitamtafuta Bwana kwenye kila kipengele. Kwa ajili ya afya yangu nitamtafuta Bwana. Kwa hiyo unapopiga magoti unaakili namtafuta Bwana. Unapofunga unaakili namtafuta Bwana. Namtafuta Bwana, nataka kumuona Mungu. Na hii kwamba namtafuta Bwana, unajua Mungu tunamuona. Hata hapo ulipo kuna Mungu unamuona, lakini yuko Mungu ambaye humuoni. Kwa hiyo unapoendelea kutafuta utaendelea kuona, utaendelea kuona, utaendelea kuona, utaendelea kuona, utaendelea kuona, utaendelea kumgundua Mungu, utaendelea kumuona Mungu kwa namna tofauti. Kwa hiyo alipopata ugonjwa, Mungu alitaka amtafute kwenye ule ugonjwa na amuone kwa namna nyingine anavyoshughulika na ule ugonjwa, lakini hakumtafuta kwenye lile eneo, na kwa sababu hiyo akaishia mauti. Kwa nini? Kwa sababu hakumtafuta Bwana. Kwa hata sisi habari ya kuto kumtafuta Mungu inasababisha mambo mengi kulala. Kumbuka tumekuwa tunaomba ile nguvu ya kufuka kwake Kristo, ile nguvu ya uamsho, ile nguvu ya revival, ile nguvu inayoinua itende kazi kwenye maisha yetu, itende kazi kwenye familia, kwenye kila eneo la maisha yetu. Tunapokuwa tunatamani kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye kanisa, kwenye vipawa vyetu na mahitaji yetu mbalimbali, tuone uamsho, tuone uamsho kwenye biashara, tuone uamsho kwenye fedha na uchumi, tuone uamsho kwenye mapato, tuone uamsho kwenye kazi yetu, tuone uamsho kwenye ofisi zetu, tuone uamsho kanisani kwetu, tuone uamsho zaidi, tuone uamsho wa imani, tuone uamsho wa watu kuomba, tuone uamsho wa watu kusoma neno la Mungu, tuone uamsho wa watu kuokoka, uamsho wa watu kumtafuta Mungu, uamsho wa watu kutoka kwenye dhambi na kuja kwa Mungu. Unapokuwa unatafuta huo uamsho kutoka kwenye kulala, basi kumtafuta Mungu inakuwa ni agenda yetu. Haleluya, haleluya. Unayo agenda ya kuamka, lazima umtafute Mungu. Kwa Biblia inasema kwa sababu hakumtafuta Mungu akalala, na usingizi aliolala, alilala usingizi wa mauti, usingizi wa kifo, usingizi ambao labda Mungu mwenyewe akuamshe. Yako mambo mengi kwenye maisha yetu yamelala. Kwa nini? Kwa sababu hatujaamua kumtafuta Mungu kwenye hayo maeneo. Na sasa Mungu anaileta hii agenda kama agenda yake kwako,
ajenda yake kwako kwa mwezi huu, kwamba weka nia ya kumtafuta Mungu kwenye maisha yako, kumtafuta Mungu kwenye maisha yako, kwenye maeneo tofauti tofauti, department tofauti tofauti, idara tofauti tofauti za maisha yako. Weka nia ya kumtafuta Bwana Yesu. Haleluya. Uko tayari kuweka hiyo nia? Uko tayari kuweka hiyo nia? Kama uko tayari, piga makofi kwa Bwana kama unakusudia, kama unanuia kufanya hilo jambo. Usisahau kwamba kwa sababu Asa hakumtafuta Mungu kwenye ule ugonjwa, akalala. Usisahau hilo. Haleluya. Akalala. Kwa hiyo kwa sababu ya kutokumtafuta Mungu, mambo yetu yamelala, kazi zimelala, biashara, maono yamelala, hatua zetu za maendeleo zimelala, biashara zimelala, mauzo yamelala, kampuni zetu na taasisi zimelala. Wapi kumelala? Kanisa linalala kama hatumtafuti Mungu. Haleluya, haleluya. Kama haumtafuti Mungu, hatumtafuti Mungu kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya huduma, hapo kinachofuata ni kulala. Talala usingizi wa kawaida, lakini ikiendelea, Mungu akiona basi imetosha, unalala na ule usingizi wa mauti. Naomba Mungu hili lisiwe fungu lako la kuendelea kulala katika jina la Yesu Kristo. Nasema halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Hebu angalia, kuna mtu mmoja anaitwa Uzia. Kuna mtu mmoja anaitwa Uzia. Labda kabla sijaleta habari ya Uzia, ngoja nikuletee hii Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari ule wa 2. Kuna point nataka uione pale kabla sijaendelea. Inaendelea na habari za Asa. Biblia inasema kwamba ndipo roho ya Mungu ikamwijia Azaria mwana wa Obedi, naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Haleluya. Anasema kwamba akamwambia, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye. Bwana yuko pamoja nawe ukiwa pamoja naye. Maana yake kwamba inaanza na wewe. Haleluya. Inaanza na wewe. Mwambie jirani yako, inaanza na wewe. Kwa hiyo anasema kwamba mkimtafuta ataonekana. Mkimtafuta ataonekana, mkimwacha atawaacha. Kwa hiyo maana yake ni nini? Unisikilize. Maana yake ni kwamba kinyume cha kumtafuta Mungu kwenye jambo fulani ni kumwacha Mungu. Kwa hiyo at any time kwenye maisha, two things unavifanya. You either forsake God or seek God. You either seek God or forsake God. Ni either unamtafuta Bwana au unamwacha Bwana. Haya mambo mawili. Ni either unamtafuta au unamwacha. Unaweza ukawa uko kwenye ibada, unaweza ukawa umeokoka, unaweza ukawa unaimba, unaweza ukawa unahubiri, unaweza ukawa unafanya hiki na kile, lakini kuna maeneo mengi umemwacha Bwana kwa sababu haumtafuti Bwana. Unaweza ukawa uko, lakini kwenye biashara umemwacha Bwana, kwenye ndoa yako umemwacha Bwana, kwenye masomo yako umemwacha Bwana, kwa sababu haumtafuti kwa ajili ya masomo yako, haumtafuti kwa ajili ya ndoa yako, haumtafuti kwa ajili ya taaluma yako, haumtafuti kwa ajili ya maendeleo yako, haumtafuti kwa ajili ya finances zako. Kwenye masuala ya fedha na uchumi umemwacha Bwana, lakini kwenye maombi na ibada bado uko na Bwana. Kwa hiyo kama haumtafuti Bwana, unamwacha Bwana, umemwacha Bwana. Kwa hiyo ndio maana Mungu alipoona Asa amemwacha kwenye lile swala la ugonjwa, anaumwa lakini amemwacha Bwana, kwa hiyo Bwana naye akamwacha, ugonjwa ukamaliza ile kazi, akalala. Kwa nini? Kwa sababu alimwacha Bwana. Anasema mkiwa pamoja naye atakuwa pamoja naye, ukimwacha anakuacha, ukimtafuta anakuonekania. Haleluya. Mwezi huu utaanza kumtafuta Mungu kwa viwango vipya katika jina la Yesu. Nasema utaanza kumtafuta Bwana kwa viwango vipya katika jina la Yesu Kristo.
Utaanza kumtafuta Yesu kwenye kazi yako kwa kiwango kipya. Utaanza kumtafuta Yesu kwenye masomo yako kwa kiwango kipya. Utaanza kumtafuta Yesu kwenye familia yako kwa kiwango kipya. Utaanza kumtafuta Yesu kwenye huduma yako kwa kiwango kipya. Utamtafuta Yesu kwenye taaluma yako kwa kiwango kipya. Utamtafuta Yesu kwenye safari yako ya imani kwa kiwango kipya. Kwenye upendo wako utamtafuta Bwana kwa kiwango kipya. Kwenye kanisa utamtafuta Bwana kwa kiwango kipya. Kuna kiwango kipya unaenda kukianzisha cha kumtafuta Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu ana agenda. Nachotaka ukiingie ndani yako, kila ambacho naomba Roho Mtakatifu aingize ndani yako ni nia ya kumtafuta Bwana. Angalia kile kitabu cha hicho Mambo ya Nyakati wa Pili, ule mstari wa 26. Mstari wa 26 ile sura ya 5. Mstari wa 26 sura ya 26 mstari wa 5, Biblia inasemaje? Nitaanza na mstari wa 4. Hapa anaongelea mfalme mmoja wa Yuda alikuwa anaitwa Uzia. Alikuwa anaitwa Uzia. Ule mstari wa 3 anasema Uzia alikuwa na umri wa miaka 16. Alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Miaka 52. Na jina la mamae aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, sawa sawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Oh, very wonderful. Muda alipomtafuta Bwana, Bwana alimfanikisha. Akatia nia amtafute Bwana. Akatia nia. Hatuoni, huwezi kushangaa kwa nini alitawala kwa miaka 52. Alafu ukiwafuatilia hawa wote waliomtafuta Bwana, hata muda wao wa kutawala ulikuwa ni mkubwa, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Unaona Asa anatawala miaka 41. Unaona huyu Uzia naye anatawala miaka mingi kama hii. Akina Daudi, watu waliomtafuta Mungu, anatawala miaka 40. Lakini kuna watu wengine unapita humu ndani wametawala miaka 3, miaka 4, wengine wanatawala miezi tu, wengine wanatawala siku. Ukienda kwenye ufalme wa Israeli kule, walikuwa wanapokea, hakuna naye mtafuta Mungu. Kwa hiyo Mungu akiweka huyu anasubiri amtafuti, anaondolewa. Mtafuti, anaondoka. Lakini wale waliomtafuta Bwana, Bwana akawaonekania. Hata muda wao wa kukaa, utawala wao ulikaa kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu alijitia nia amtafute Bwana siku zile za Zekaria nabii. Manake alikuwa anaenda kuuliza kwa Bwana. Kati ya tabia za watafuta Mungu, wana tabia ya kutaka shauri la Mungu, kutaka kujua mapenzi ya Mungu, kutaka kujua Mungu anasemaje kuhusu hili. Mungu anataka, mapenzi ya Mungu ni yapi? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kumtafuta Bwana ni uhakika wa siku zako nyingi za kuishi, siku za kutawala, siku za kuongoza, siku za kufanya kazi, siku za kufanya biashara, siku za kufanya hiki na kile. Unajihakikishia siku nyingi. Nasema hilo liwe fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Utamtafuta Bwana naye atakupa siku nyingi za kuishi katika jina la Yesu Kristo. Anasema akatia nia. Na mimi leo nachokitaka, hii siku yetu hii ya kwanza ya Mei, ambapo Mungu analeta hii agenda, idea ya kumtafuta Mungu. Unanielewa? Analeta wazo la kumtafuta Mungu kwetu sisi na wale wote ambao mnapokea mafundisho haya popote pale ulipo. Mungu anataka umtafute. Usije ukajidanganya, mbona ninamtafuta? Kama anataka umtafute, kuna kiwango kingine anakidai. Kuna kiwango kingine anakitaka. Unaona huyu Asa ameanza kumtafuta Mungu, amemtafuta Mungu, amefika miaka 39 akaacha kumtafuta Mungu. Bado alidai aendelee kumtafuta kwenye kila issue iliyokuwa inakuja kwenye utawala wake. Haleluya. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi wa kumtafuta Bwana kwa namna ya kipekee. Haleluya. Na hii nia ibebwe, shauku, kiu, hamu,
tamaa iwake ndani yako usiku. Ukitembea akili yako inamtafuta Bwana. Ukiwa kazini kwako namtafuta Bwana kazini. Ukiwa kwenye biashara, na anasema muda waliomtafuta Bwana, Bwana aliwaonekania. Anasema akajitia nia mtafute Mungu. Katika siku za Zekaria aliyekuwa anafahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Unanielewa? Muda aliyomtafuta Mungu, Mungu alimfanikisha. Hilo liwe fungu lako katika jina la Yesu. Nasema liwe fungu lako katika jina la Yesu. Iwe nia yako katika jina la Yesu. Mungu aweke nia ya wewe kumtafuta ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ukamtafute Bwana kwenye kila eneo la maisha yako. Ukamtafute Bwana ukiwa na afya. Ukamtafute Bwana wakati wa kuumwa. Ukamtafute Bwana ikiwa ni usiku, umtafute Bwana. Ikiwa ni mchana, umtafute Bwana. Ukiwa njiani, umtafute Bwana. Yaani matazamio na hisia zako, kipaumbele chako chote kiwe ni katika kumtafuta Bwana. Haleluya. Kwa hiyo anasema muda aliyomtafuta Bwana, Bwana akamfanikisha. Nasema muda aliyomtafuta Mungu, Mungu akamfanikisha. Unaelewa hiyo kitu? Hiyo point umeielewa? Umenielewa ninachokisema? Anaanza kutawala na miaka 16, mtoto mdogo anakuwa mfalme. Lakini anatawala miaka 52 akiwa mfalme. Tangu miaka 16 akaweka nia ya kumtafuta Mungu, na Mungu akawa naye. Kuanzia huo umri mdogo huo unamtafute Mungu. Na mimi naomba Mungu kwa ajili ya watoto wetu, Mungu awape hiyo nia ya kumtafuta tangu wadogo katika jina la Yesu Kristo. Mungu awape watoto wetu nia ya kumtafuta Bwana tangu wadogo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Juzi tulikuwa tunaangalia clip moja ya mtoto mmoja hivi mahali wanamuonyesha yuko kanisani, na yule mtumishi anamuuliza maswali 2 matatu na mama yake anajibu. Lakini alikuwa anamuuliza unataka nini? Anajua haja ya mama yake. Akasema ombi, Mungu, mama yangu hana ndoa. Mtoto una miaka mingapi? Miaka 9. Ana concern ya mama yake kutokuwa na ndoa. Vipi baba amewaacha? Analia, anaomba baba aje. Lakini baadaye mama anasema huyu mtoto amekuwa hata tukikana wamesafiri kutoka mbali kwenda kwenye yale maombi. Anasema kwamba huo wakati mwingine usiku anakataa kuingia ndani, anaomba. Anasema nataka Mungu alete baba. Au anasema nataka, wakati mwingine anafunga. Anafunga, mtoto wa miaka 9 anafunga. Anasema anafunga, anakuwa na mambo haya ya kimungu, ana haja hii anaja. Wakati mwingine anafunga ili wapate nafasi ya kwenda kwenye lile kanisa kwenda kusali. Haleluya. Anatafuta pesa. Na mtoto mdogo yule. Kwa hiyo unaona kwamba ni mtoto mdogo, lakini ndani yake ana nia ya kumtafuta Mungu. Haleluya. Hebu inua mkono wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwezi huu mwezi wa kumtafuta Bwana. Mwezi wa kumtafuta Bwana ni mwanzo wa miezi, mwanzo wa miaka kwenye maisha yetu ya kumtafuta Bwana, si kwa mazoea, si kama kawaida, kumtafuta Bwana kwenye dimension zingine. Lakini Mungu, tunaomba na watoto wetu uwape neema kama Uzia alianza kutafuta na miaka 16. Baba, tunaomba wakwetu katika kizazi hiki cha .com wakutafute wanakiwa na miaka 5 katika jina la Yesu Kristo. Waanze kukutafuta mapema zaidi hata ya hapo katika jina la Yesu Kristo. Kama wanavyotafuta katuni, badala ya kutafuta katuni watoto wetu wamtafute Yesu. Badala ya kutafuta game watoto wetu wamtafute Yesu. Kuanzia sasa, badala ya kutafuta movie watoto wetu wamtafute Yesu. Badala ya kutafuta simu waangalie, watafute Biblia wasome, watafute vitabu vya kanisa wasome. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia hiyo neema, ninatamka hiyo neema kwa watoto, ninatamka hiyo neema kwa watoto, ninatamka huo uwezo wa Mungu uwe ndani yao, na hiyo nguvu na uweza na hiyo nia, hiyo shauko iwe ndani ya watoto wetu, iwe ndani ya watoto wetu, iwe ndani ya watoto wetu. Wasiwe na nia ya kutafuta game, wasiwe na nia ya kutafuta katoni, wasiwe na nia ya kutafuta yasiyofaa. Baba, sababisha ndani yao
wapate neema, wapate nguvu, wapate nia, wapate hamu, wapate kiu, wapate shauku ya kumtafuta Bwana tangu wadogo, na wasimwache hata wanapokuwa wakubwa. Hata mwisho wamtafute Bwana kwenye masomo yao, wamtafute Bwana kwenye taaluma zao, wamtafute Bwana watoto wetu, wamtafute Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Mwezi huu watoto wetu wapate neema, wapate nguvu, wapate nia, wapate shauku, wapate tamaa ya kumtafuta Bwana. Wamtafute Yesu kwa njia ya kuomba, kwa njia ya kusoma Biblia, kwa njia ya kufuatilia mafundisho ya imani katika jina la Yesu Kristo. Wamtafute Bwana. Hebu omba namna hiyo kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya watoto wetu. Wapate nia, wajitie nia kama Uzia alijitia nia akiwa mtoto mdogo, akaanza kumtafuta Bwana. Sababisha Bwana hata watoto wetu katika nyakati hizi, katika siku hizi, wape nia, wape shauku, wape kiu, wape moyo wa kukutafuta, wape moyo wa kutafuta. Waache kutafuta visivyofaa, waache kutafuta visivofaa katika jina la Yesu Kristo. Kama wana akili ya kutafuta game, sababisha wawe na akili ya kumtafuta Yesu. Kama wanataka katika jina la Yesu Kristo, kama wana akili ya kucheza game, wana akili ya kutafuta iPad, wana akili ya kugugo, Bwana wape neema wa Google Yesu. Waanze kugugo, wanapogugo wamgugo Yesu, wamgugo Yesu kila mahali. Hiyo ndio iwe haja yao kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa watoto wetu wamtafute Bwana, wamtafute Yesu na nguvu zake, wamtafute Yesu bila kujalisha umri wao. Nasi wazazi utupe neema ya kujua ya kwamba si kwamba tu ni watoto wanaweza wakamtafuta Bwana, wanaweza kutafuta Bwana zaidi ya chakula, wanaweza wakamtafuta Yesu zaidi ya ice cream, wanaweza wakamtafuta Yesu zaidi ya katuni wanazitafuta katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Pe Bwana Yesu makofi mengi kwa ajili ya Uzia. Yule mtoto anaweka nia na Mungu anampa safari ndefu, Mungu anamfanikisha. Muda wote waliomtafuta Bwana, Bwana akawafanikisha. Hebu nyosha mkono wako na mimi nasema muda wote utakaomtafuta Bwana, Bwana atakufanikisha. Nasema Bwana atakufanikisha mwezi huu. Leo ni siku ya kwanza ya Mei na ni mwanzo wa miezi na mwanzo wa miaka ya kumtafuta Bwana, ya kumtafuta Bwana. Kiu ya kumtafuta Bwana kwako haitaisha. Utamtafuta asubuhi, utamtafuta mchana, utamtafuta jioni, utamtafuta kwenye neno, kwenye maombi, kwa kufunga na kuomba, kwa sadaka. Utamtafuta Bwana kwa kukataa mabaya, kwa kukataa maovu, kwa kumkataa shetani. Utamtafuta Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Biblia inasema kwamba muda waliomtafuta Bwana, Bwana akawafanikisha. Unaweza ukaona nguvu ya kumtafuta Bwana. Na sehemu nyingine amesema walipomtafuta Bwana akawafanikisha, akawastarehesha, akawapa kujenga. Pande zote maadui zao, katikati ya maadui, lakini Mungu, walipomtafuta Mungu aliwanyamazisha, aliwapiga ganzi maadui zao, wakatulia. Haleluya. Hilo liwe fungu letu mwezi huu. Haleluya. Nasema hilo ni fungu lako kwa jina la Yesu. Nasema hilo ni fungu lako kwa jina la Yesu. Moyo wa kumtafuta Mungu uwe fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Nisikilize. Acha, tunajua tuna vitu vingi tunavitafuta, and therefore we are missing a point. Tuna vitu vingi tunavitafuta. Tunatafuta pesa, tunatafuta watu, tunatafuta biashara, hivyo vitu vyote tunatafuta hiki, tunatafuta kile, ndio. Lakini kama haujatanguliza kumtafuta Bwana, hivi vitu vyote unavyovitafuta they are endless, na haviwezi kukuletea starehe, haviwezi kuleta amani, haviwezi kuleta pumziko, haviwezi kuleta mafanikio, haviwezi kukuleta kwenye pointi ya kumfurahia Mungu, ya kumtukuza Mungu. Haleluya, haleluya. Uko tayari kuweka nia ya kumtafuta Mungu? Uko tayari kuweka nia ya kumtafuta Mungu? Uko tayari kuweka shauku ya kumtafuta Mungu? Mimi leo, siku hii ya kwanza leo, yani ombi langu
ombi nililo nalo ni hili tu, kwamba ndani yako Mungu mwenyewe, sio akili zako wala sio mimi, bali Mungu mwenyewe kwa roho wake na kwa nguvu zake, kwa uweza wake, aweke nia ndani yako, aweke shauku, aweke kiu, aweke haja, aweke tamaa, aweke moto usiozimika wa kumtafuta Bwana. Haleluya. Na nina uhakika ninapomtafuta Bwana, maadamu ninamtafuta Bwana, nina starehe, nina amani, maadui ninawashinda. Haleluya. Ninawashinda maadui. Haleluya. Ninafanikiwa. Ninafanikiwa. Kama ninafanikiwa, ninashinda maadui, ninapata hiki, ninapata kile, ninajenga nyumba yangu, najenga ndoa yangu, najenga kazi yangu, najenga nyumba, najenga kanisa, najenga huduma, najenga utumishi, najenga mioyo ya watu, najenga akili za watu, wakati huo wote. Kwa nini? Kwa sababu umeweka nia ya kumtafuta Mungu. Haleluya. Angalia, Yesu sehemu moja akasema, tafuteni mengine yote, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishwa. Ndio hili, ndio implication yake, mtafute Bwana. Na hii nasema, ninajua neno kumtafuta Bwana tunalo limejaa kwenye akili zetu, lakini Mungu naomba aliweke ndani yako, iwe ndo sasa a driving force. Mungu afanye that seeking God has to become a major driving force, a major reason why you act, why you think, why you do, why you don't do, why you go, why you don't go, why you wake up, why you jump, why you give, why you don't do. That the motive behind, a major driving, a principal driving force has it to be seek for the Lord. Hallelujah. Nguvu kubwa inayotakiwa sasa ikusukume, unakuja kuimba, uko kwenye kwaya, uko kwenye praise, unamtafuta Mungu, uko kanisani, unakuja kwenye ibada, akili yako ninamtafuta Mungu, uko kwenye hiki chochote kile unachokifanya, ninamtafuta Mungu, uko nyumbani kwako, wewe ni baba, wewe ni mama, unatimiza majukumu yako, umeenda kazini, umeenda kwenye biashara, ninamtafuta Bwana kwenye biashara, ninamtafuta Bwana kwenye kazi, ninamtafuta Bwana kwake, ninamtafuta Bwana kwenye kila eneo, ninamtafuta Bwana kwa watoto, ninamtafuta Bwana kwa mme, kwa nikiwa nimeoa namtafuta Bwana, kama sijaoa ninamtafuta Bwana. Haleluya, haleluya. Unanielewa ninachokiongea? Nasema nia ya kumtafuta Bwana iwe ndani yako. Nasema nia ya kumtafuta Bwana iwe ndani yako. Unanielewa ninachokisema? Pigie Bwana Yesu makofi mengi kama unanielewa. Na kibibilia kumtafuta Bwana kwa kweli kuna maanisha kufanya bidii, kufanya jitihada ya dhati, kufanya jitihada ya dhati ili kuboresha mahusiano yako na Mungu, kutafuta kwenda kwenye level nyingine, kutafuta kiwango kingine cha mahusiano yako na Mungu, kutafuta kumjua Mungu zaidi, kutafuta kujua kazi zake, kutafuta njia zake, kutafuta kujua mawazo ya Mungu na mipango ya Mungu, ile kutafuta kujua zaidi juu ya Mungu na kazi zake, juu ya Mungu na mipango yake, juu ya Mungu na maisha yako, juu ya Mungu na maisha. Ile nia unapokuwa nayo, unasarenda. Unaposarenda na Mungu anaanza kujifunua. Mungu anaanza kujifunua. Mungu anaanza na Mungu haanzi pakubwa, Mungu anaanza padogo. Haleluya. Kwa hiyo utamtafuta Mungu kwa kusali, kwa kufunga, kwa kuomba, utamtafuta Mungu. Kwa kusoma na kutafakari neno la Mungu, maandiko, utamtafuta Mungu. Haleluya. Kwa kutafuta mwongozo, una nia ya kutafuta mwongozo wa Mungu, unamtafuta Mungu. Utamtafuta Mungu kwa kuweka bidii zaidi katika kufanya toba, katika kuomba msamaha, katika kutafuta huruma na rehema za Mungu, katika kutafuta neema na msaada wa Mungu, unamtafuta Mungu. Haleluya, haleluya. Utamtafuta Mungu kwa kufanya kwamba Mungu ndiye wa kwanza, kwamba Mungu awe ndiye namba moja. Unasema Mungu, unasemaje? Mungu unamshirikisha Mungu mambo yako, mawazo yako, tamaa zako, kiu zako, changamoto zako, failure zako, matamanio yako, unakuwa huru. Na lakini pia kwa sababu kumtafuta Mungu is an expression of faith, ni namna ya kuonyesha imani ulionayo kwa Mungu, basi hiyo imani inazidi kuongezeka, inazidi kuongezeka, inazidi kuongezeka. Haleluya. Uko tayari kumtafuta Mungu? Uko tayari kuanza kumtafuta Mungu?
Haleluya. Uko tayari unajua, angalia. Mungu alileta, Mungu angeamua afanye hivi. Pawepo tu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, ya 5, ya 7, ya 8, ya 10, ya 20, ya 30. Yaani asiweke tu kwamba zinafika mahali zinaanza. Inafika Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumatatu. Inafika saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 inaanza. Inafika nini? January, February, December inaanza. Unanielewa? Kwa hiyo yani Mungu anaenda kuna there is a great spiritual implication or spiritual meaning ya kuanza. Anaenda, angeweza kuacha tu iende akaumba ile, wala asingezihesabu siku. Akaumba ile siku ya kwanza, akaendelea ya pili, angeweza kuwa anazihesabu mpaka sasa. Lakini anaenda, anafika mahali anaanza. Sasa wewe, Mungu anaanza, wewe bado unaendelea. Mungu anaanza, you don't take note of, hauweki zingatio kwenye ile hali ya kuanza. Hata siku imetoka asubuhi, imekuwa jioni, imekuwa usiku, tena inaanza. Masaa yanaanza. Lazima ujue kwamba Mungu ile kuweka kuanza ina maana kubwa sana. Ni wakati wa kurenew, ni wakati wa kupata nguvu mpya, ni wakati wa kujipanga upya, ni wakati wa kupata maelekezo mapya, ni wakati wa kupata direction mpya. Kwa hiyo ile mwanzo, hata tunapoanza mwezi, ile siku ya kwanza ni siku ya muhimu sana ya kureflect na kutafakari na kuona kwamba Mungu amekupa nafasi ya kufanya marekebisho, amekupa nafasi ya kufanya maboresho, amekupa nafasi ya kupata nguvu mpya, ya kupata akili mpya, ya kupata mafahamu mapya, ya kupata maarifa mapya, ya kupata neema mpya, ya kupata rehema upya, ya kupata kibali upya, ya kupata nguvu upya, ya kupata uwezesho kwa upya. Kwa hiyo kila unapopewa nafasi ya kuanza upya, Mungu haileti tu kwamba inaenda tu, wala si wanadamu walioweka kuanza upya, ni Mungu mwenyewe aliweka hivyo kuanza katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu ndiye ameweka majira, ameweka na siku, ameweka na sana vitu vyote hivi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu aliweza kufanya hivyo. Haleluya, haleluya. Na nimesema tunamtafuta Mungu kwa njia hizo, kwa kumsifu, kwa kumshukuru, kwa kumtukuza, kwa kucheza. Unamtafuta Mungu. Tunaona kuna watu kama Daudi waliokuwa ni watu wa kushukuru, ni watu wa toba, ni watu wa kuulizia. Unaenda, Mungu unasemaje? Mungu unasemaje? Mungu unasemaje? Mungu unasemaje? Mungu unasema. Hawa ni watu wana attitude ya kumtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu ni jambo la kujinyenyekesha, ni jambo la kujitiisha chini yake ili Mungu aweze kutamalaki. Na hilo litakuwa fungu lako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Leo ni siku mpya ya mwezi, ni siku ya kwanza ya mwezi mpya, na Mungu aifanye kuwa mwanzo wa kumtafuta Mungu kwa upya kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndio maana unapewa nafasi, unapoanza siku, anza kwa kumtafuta Bwana kwenye hiyo siku. Unapoanza wiki, anza kwa kumtafuta Bwana. Na si ajabu Mungu ametupa siku ya kwanza ya juma, ndio siku tunakutana kwa ajili ya ibada. Haleluya. Ndio siku tunakutana tumtafute Mungu kwa ajili ya wiki husika. Unanielewa? Unanielewa? Kama unaelewa piga makofi kwa Yesu. Sasa nataka tuje kwenye maombi. Nataka tuje kwenye kuomba, na tunapoenda kuomba, ombi langu la kwanza ambalo nataka kila mmoja wetu aliombe ni hii neema ya kumtafuta Mungu siku zote za maisha yetu. Haleluya. Kwamba Mungu achilia hii neema. Ninajua huu ni mwezi mpya, ni siku ya kwanza kwenye ibada hii ya kumtafuta Mungu kwa ajili ya mwezi huu, lakini jambo hili lisitoke kwenye moyo wangu, lisitoke kwenye akili zangu, lisitoke kwenye nia yangu, iwe ni priority kumtafuta Bwana. Nimtafute Bwana kwenye kila eneo na niwe tayari kwa ajili ya hilo. Haleluya. Naomba usimame, naomba usimame, naomba usimame. Natamani kufanana na Yesu, natamani kufanana na Yesu siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha ya natamani kufanana na Yesu. Mimi natamani
kufanana na Yesu siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Basi hebu fungua kinywa chako, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ninatamani nipate hii neema ya kukutafuta ikiwa ni usiku, ikiwa ni mchana, siku zote. Hebu fungua kinywa chako, uanze kuomba popote ulipo. Na wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio, kwa njia ya Facebook, YouTube, unatufuatilia na unasikiliza na uko pamoja, popote ulipo ndani ya moyo wako, au kama mazingira yanakuruhusu kutoa sauti, unaweza kutoa sauti. Lakini kama mazingira hayaruhusu, basi ndani ya moyo wako mwambie Mungu, ninataka hiki kitu. Kwa sababu kama kumtafuta Mungu kunaleta mafanikio, kama kumtafuta Mungu kunaleta starehe, kama kumtafuta Mungu kunaleta kushinda, kama kumtafuta Mungu kunaleta kujenga, kama kumtafuta Mungu kunaleta haya yote, ninaomba Mungu, nia hii, shauku hii, hamu hii isiishe ndani yangu. Na mimi nakuombea kiu hiyo, shauku hiyo isiishe ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Iwe mwanzo wa wiki, iwe mwanzo wa siku, iwe mwanzo wa mwezi, iwe mwanzo wa mwaka, siku zako zote Mungu akupe hiyo neema, akupe hiyo neema, akupe hiyo nguvu, akusaidie kumtafuta Mungu iwe kipaumbele chako, kumtafuta Mungu iwe lengo lako, kumtafuta Mungu ili umtafute Mungu upate kumuona, Mungu akakuonekanie, Mungu akaonekane, na utakapomtafuta Mungu akaonekane kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na inapoanza mwezi huu Mungu akaonekane kwa viwango tofauti, kwa kuwa unaanza kumtafuta kwa namna mpya, kwa kiwango kipya, kwa nia mpya, kwa shauku mpya. Una renew hata utakapokuwa unasali, utakapokuwa unaomba, una nia ya kumtafuta Bwana, una nia Bwana aonekane kazini kwako, aonekane kwenye nafsi yako, aonekane kwenye maisha yako, aonekane kwa watoto wako, aonekane kwenye taaluma, kwenye kipawa, aonekane kwenye kanisa. Huyu Mungu ambaye unapomtafuta na amsha, anaondoa kulala, anazuia kulala katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, neno hili limekuja wakati huu wa revival, wakati huu wa ufufuo, wakati huu ambapo Bwana tunalia kwa ajili ya uamsho, tunalia kwa ajili ya kuinuliwa kila mmoja kama kanisa, kila mmoja mmoja tunakulilia Bwana kwa uwezo wa kufuka kwake Kristo. Neema hii, nia hii isiondoke ndani yetu, isiondoke ndani ya watoto wetu. Nia ya kukutafuta kwenye issues tofauti. Asa alishindwa kutafuta kwenye ugonjwa, akalala, akafa. Mungu tusaidie, tusije tukaacha kukutafuta wakati wowote ule, tusije tukaacha kukutafuta tukifikiri utafanya tu. Hapana. Tupe neema hiyo Baba, achilia neema hiyo juu ya kila mmoja mahali hapa, neema ya kukutafuta katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Achilia hiyo neema ndani ya kanisa lako, neema ya kukutafuta, kibali cha kukutafuta, kiu ya kukutafuta popote pale ulipo. Mungu anaachilia hiyo neema ndani yako. Mungu anaachilia hicho kibali, anaachilia huo uwezo, anaachilia hiyo nia ndani ya moyo wako, anaachilia hiyo shauku, anaachilia hiyo tamaa, anaweka shauku, anaweka kiu ndani yako, anaweka nia, ukamtafute madamu anapatikana, ukamtafute siku zote, ukamtafute kama Uzia alipodhamiria akasema nitamtafuta Bwana. Alipomtafuta Bwana akaonekana. Usikate tamaa. Walipomtafuta aliwapigania, walipomtafuta alipigana na maadui zao, walipomtafuta aliwatetea, walipomtafuta aliwaonekania, walipomtafuta aliwafanikisha, walipomtafuta aliwastarehesha, walipomtafuta
walipomtafuta Bwana, walipomtafuta Yesu, weka nia kumtafuta Yesu, weka nia kumtafuta Yesu Kristo. Utamtafuta Yesu Kristo, utamtafuta Yesu Kristo kazini kwako, kwenye biashara yako, utatafuta mashauri yake, utatafuta maelekezo yake, utatafuta mipango yake. Utamtafuta Yesu kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kuolewa, kwa ajili ya kuoa. Utamtafuta Bwana, utamtafuta Bwana kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya nyumba yako. Weka hiyo nia, weka hiyo nia, weka hiyo shauku kwa kiwango kingine, sio kwa mazoea. Kataa mazoea, kataa. Fungua kinywa chako, endelea kukataa. Kataa mazoea, kataa mazoea, kataa mazoea, kataa mazoea yanazuia kumtafuta Bwana. Kataa mazoea, endelea kukiri, nitamtafuta Bwana mimi na nyumba yangu, nitamtafuta Bwana mimi na nyumba yangu, nitamtafuta Bwana mimi na nyumba yangu, tutamtafuta Bwana mimi na nyumba yangu, mimi na kanisa letu, mimi na kanisa langu, tutamtafuta Bwana. Hebu fungua kinywa chako, endelea kukiri, utamtafuta Bwana ukiwa kijana, ukiwa mtoto, watoto, kiri utamtafuta Bwana. Utamtafuta Bwana naye atakuonekania. Utamtafuta Bwana, nitamtafuta Bwana kwa nyumba yangu, kwa ajili ya ndoa yangu, nitamtafuta Bwana kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya taifa langu, kwa ajili ya eneo langu. Kiri kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya taaluma yangu, nitamtafuta Bwana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, nitamtafuta Bwana. Ile imani ya kumtafuta Bwana haitaniacha, imani ya kumtafuta Bwana haitaniacha. Neema ya kumtafuta Bwana kwa maombi, nitamtafuta Bwana kwa kusoma neno, nitamtafuta Bwana kwa kusoma maandiko, nitamtafuta Bwana, nitamtafuta Bwana kwa kutoa sadaka, nitamtafuta Bwana kwa kutoa zaka, nitamtafuta Bwana kwa kukataa mabaya, nitamtafuta Bwana kwa kuimba na kuomba, kwa kuimba na kusifu, kwa kushukuru, kwa kumtukuza, kwa nyimbo, kwa shukrani. Nitamtafuta Bwana kwa vinanda, nitamtafuta Bwana kwa vyombo na bila vyombo, nitamtafuta Bwana siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha. Kiri, nitamtafuta Bwana. Hii Mei nitamtafuta Bwana kwa kiwango kingine. Nitamtafuta Bwana ikiwa asubuhi, ikiwa mchana, ikiwa jioni, nitamtafuta Bwana. Endelea kukiri kumtafuta Bwana, endelea kukiri kumtafuta Bwana. Maadamu anapatikana, nitamtafuta Bwana, atanifanikisha. Nitamtafuta Bwana, atanifanikisha sawa sawa na neno lake, nitamtafuta Bwana, atanifanikisha sawa sawa na neno lake. Nitamtafuta Bwana, atanistarehesha sawa sawa na neno lake. Nitamtafuta Bwana, ataniinua. Nitamtafuta Bwana mwezi huu, nitamtafuta Bwana mwaka huu, nitamtafuta Bwana siku zote za maisha yangu. Nitamtafuta Bwana kazini kwangu, atanipa promotion. Nitamtafuta Bwana kwenye biashara, nitapata faida itaongezeka, pata kuwepo na ongezeko. Nitamtafuta Bwana, nitaongezeka na kuzidi, nitaongezeka na kuzidi katika jina la Yesu Kristo. Nitamtafuta Bwana kwa ajili ya ndoa yangu, nitamtafuta Bwana kwa ajili ya familia yangu, nitamtafuta Bwana kwa nyimbo, kwa kuimba, kwa kucheza. Nitamtafuta Bwana. Endelea kukiri, nitamtafuta Bwana, endelea kukiri katika jina la Yesu Kristo. Nitamtafuta Bwana naye atanizidishia katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, endelea kuomba, endelea kukiri. Endelea kukiri. Unapomtafuta Bwana unaonyesha utegemezi ulio nao kwake, unaonyesha kumtegemea, unamwambia wewe ndiye tegemeo langu. Katika kumtafuta Bwana unasema ya kwamba Bwana ndiye tegemeo langu, egemeo langu, muinua kichwa changu. Bwana ndiye tegemeo langu, Bwana ndiye muinua kichwa changu. Unapomtafuta Bwana endelea kukiri, nitamtafuta Bwana, tegemeo langu, egemeo langu. Nitamtafuta Bwana, muinua kichwa changu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo tunavyoanza mwezi wa Mei, ndivyo tunavyoanza mwezi mpya. Tunapokea uweza, tunapokea nguvu ya kumtafuta Bwana, tunapokea neema. Ninapokea neema. Kiri umepokea neema.
unapokea neema, unapokea nguvu ya kumtafuta Bwana, ya kumtafuta Bwana maadamu anapatikana. Biblia imesema anapatikana, anaonekana. Walipomtafuta Bwana, hakuna aliyemtafuta Bwana ambaye hakumuona. Hakuna aliyemtafuta Bwana ambaye hakumuona. Si kwa akili zako, si kwa elimu yako, si kwa taaluma yako. Tafute Bwana, atakuonekania katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukiri kumtafuta Bwana, endelea kukiri kumtafuta Bwana, endelea kukataa chochote kinachozuia usimtafute Bwana, chochote kinachopinga kwamba hautamtafuta Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, chochote kinachopingana na kumtafuta Bwana kwenye maisha yako hakitakuwa na nafasi kuanzia sasa. Kilicho kinyume, kinachofisha, kinacholaza mazoea ya kutokumtafuta Bwana, chochote, hali yoyote ndani yangu, nje yangu, inayopingana kumtafuta Bwana, kuanzia leo haina nafasi tena. Kama ni elimu, kwa jina la Yesu Kristo, kama ni mazoea, kama ni mila, kama ni desturi, kama ni utamaduni, kama ni dini, kama ni misimamo, kama ni ngome zozote, chochote kile, kila roho ambayo inazuia nisimtafute Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, achilia uweza, achilia nguvu za Mungu. Piga hao mapepo, piga hao majini, piga nguvu zote za giza zilizo kinyume, zinazosababisha usimtafute Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba na kukiri kumtafuta Bwana. Endelea kuomba na kukiri kumtafuta Bwana. Endelea kuomba, kupinga nguvu zote, kila nguvu ambayo inapingana na moyo wa kumtafuta Mungu, moyo wa kumtafuta Yesu, moyo wa kumtafuta Mungu, moyo wa kutafuta nguvu zake, moyo wa kutafuta uweza wake, kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi na vigelegele. Mshangilie Bwana. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kumtafuta Yesu siku zote za maisha yetu, naye Bwana atakuonekania katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema haleluya. Kwa Danieli kutokuliwa na simba ni kwa sababu alikuwa anamtafuta Mungu. Ukisoma Danieli alikuwa anasali mara 3 kwa siku, alikuwa anamtafuta Mungu. Kwa kumtafuta Mungu, alivyodumbukiza kwenye wale simba walikataa kumla. Haleluya. Haleluya. Kwa kumtafuta Mungu, Shadrach, Meshach na Abednego, moto ulikataa kuwaunguza. Kumbe ukimtafuta Mungu, hata ukiingizwa kwenye tanuru hauwezi ukaungua. Haleluya. Haleluya. Kwa kumtafuta Mungu, Daudi alimtungua Goliati. Kumbe ukimtafuta Mungu, Goliati yote ni chakula chako. Haleluya. Haleluya. Kumbe kwa nini tusimtafute Mungu? Kwa nini tusimtafute Mungu? Kwa kumtafuta Mungu utajenga. Kwa kumtafuta Mungu, unaona Asa alijenga, aliweka Uzia aliweka miji, akajenga maboma. Kumbe ukimtafuta Mungu nitajenga. Haleluya. Amen. Haleluya. Kumbe nikimtafuta Mungu hakuna vita. Kwa kumtafuta Mungu Daudi hakushindwa vita yoyote. Kumbe nikimtafuta Mungu hakuna vita itakuja kwenye maisha yangu ambayo itanishinda. Haleluya. Kwa nini simtafute Mungu? Kwa nini simtafute? Tunatafuta mambo mengi sana. Ukijiuliza kwa siku kuanzia asubuhi mpaka jioni, muda uliotumia kumtafuta Mungu ni kidogo sana. Ninatafuta kujua kile, ninatafuta kuliki, ninatafuta kile. Danieli alikuwa yuko very smart, alikuwa na discipline. Na hii discipline ndio tunatakiwa tuipate kama watoto wa Mungu, ndipo tutakapofanikiwa sana. Haleluya. Amen. Aliweka msimamo mara 3 kwa siku, lazima nimtafute Bwana. Na hata alipotishiwa kufa alisema bado nitamtafuta Bwana. Hakuacha kumtafuta Bwana. Lakini sisi, Mungu atupe neema tuweze, ili tushinde hayo matanuru ya moto, ili tushinde hayo mapango yaliyojaa simba, hayo ambayo masimba yamewekwa kwa tayari kwa kutumeza. Ili tuweze kushinda Goliathi, lazima tumtafute Mungu, wana wa Mungu. Tena tumtafute Mungu tukiwa very serious. Very serious. Very serious. Haleluya. Maana amesema ndipo utakapofanikiwa sana. Na ile tafuteni kwanza ufalme na mengine ndipo tutakapozidishiwa. Tunataka kuzidi kwenye kila eneo la maisha, lazima tumtafute Mungu. Yaani lazima
Sijui kama umeelewa mchungaji alichokifundisha. Mimi naamini kila mtu amekielewa na kimeingia ndani ya moyo wetu. Maana ni jambo la ni Roho ameleta neno hili kutuambia jamani, mna mapungufu mengi kwenye maisha kwa sababu hamjanitafuta vya kutosha. Haleluya. Amen. Mapungufu mengi tulionayo kwenye maisha ni kwa sababu hatujamtafuta Mungu ipasavyo. Tunashindwa kwenye changamoto za maisha kwa sababu hatujamtafuta Mungu ipasavyo. Tunateswa na hiki na kile kwa sababu hatujatafuta Mungu ipasavyo. Hili ni neno limekuja kututoa tulipobanwa, kututoa tulipobanika, kwamba Mungu anashangaa, hivi nyie mbona hiki ni rahisi tu? Nitafute nikutoe hapo, nitafute nikuponye, nitafute nikuinue, nitafute nikupe, nitafute nikupeleke pale, nitafute nikupe kazi, nitafute nikupe mume, nitafute nikupe kazi, nitafute nikupe mtaji, nitafute. Simple, nitafute. Haleluya. Haleluya. Mimi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neno la leo. Nimesika nikamwambia Mungu, ninakutafuta lakini nimegundua sijakutafuta vya kutosha. Ninakutafuta lakini nimegundua sijakutafuta vya kutosha. Kumbe nikitafuta vya kutosha naweza kufanya mambo makubwa sana. Na miujiza mingi ikatokea kwenye maisha kwa sababu nimekutafuta kwa bidii. Hebu kila mtu aweke nia kwamba nitamtafuta Mungu kwa bidii. Sijafanya kitu bado. Haleluya. Kila mtu aone moyoni mwake, Mungu mwambie Yesu, sijakutafuta. Sijakutafuta. Hakika nikikutafuta, nikianza hata nikikutafuta, nitakayoyaona nitagundua kumbe nilichelewa wapi kukutafuta. Hivi nilikuwa nimesinzia? Hapana. Roho Mtakatifu amekuja kututoa usingizini. Tumtafute Yesu, tuone maajabu alionayo. Ana mengi kwa ajili yetu, lakini tunajichelewesha wenyewe, maana hatuko serious kwenye kumtafuta. Tukiweka serious kwenye kumtafuta, nakwambia hapa hatatosha, maisha yako hayatatosha. Utagundua kwamba hivi nilikuwa wapi siku zote? Mbona hii nyumba yangu atabadilisha kila kitu? Huu ni mwanzo mpya. Anataka kuleta mwanzo mpya kwa mtu. Amen. Mwanzo mpya kwa mtu, na huo mwanzo mpya ni kwa kumtafuta. Na tunaanza kumtafuta kwa bidii, bila kuchoka, bila hata ikije nini. Mwambie, ukishika simu yako, unajua hizi simu zinatuponza sana hizi. Hii muda unataka kujua hiki, uangalie kile, muda wote unakula. Hebu tuache nayo mambo. Tumtafute. Alafu huu ni mwezi Mei. Kila mtu aleke, mimi sasa nataka nifanye test. Mwambie Yesu, nataka nikutest. Hivi nikikutafuta kweli utaonekana? Hivi unajibu kweli nikikutafuta? Alafu mwezi tumtafute kweli kweli Yesu. Tumtafute, alafu mwisho wa mwezi tuyaone matokeo ya kumtafuta yakoje. Haleluya. Na tukiyaona tutagundua kumbe tulikuwa tunapoteza muda. Kumbe ni afadhali niwekeze kwenye kumtafuta Mungu na mambo yangu yatakuwa ni mteremko, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nimesema kitu ambacho moyo wangu unahimizwa uondoke nacho leo ni ile nia, shauku, hamu, kiu, tamaa ya kumtafuta Mungu, ya kumtafuta Yesu kwenye eneo la maisha yako, kwenye kila eneo. Yani hiyo tu, hiyo na hiyo iwe ni driving force yako, ndio nguvu inayokufanya unaendelea. Unafanya biashara kwa sababu unamtafuta Mungu. It means to seek the Lord. Uko una familia, ni njia ya kumtafuta Mungu. Yani hii ikae kwenye akili yako, and it has not to go far. Iwe karibu, yani isikae mbali, kwamba unafanya vitendo vya kumtafuta Mungu bila akili ya kumtafuta Mungu. Yani ile akili kwamba ninamtafuta Mungu, ile reminder iwe na wewe wakati wote. Ukiamka ujue leo ni siku nyingine ya kumtafuta Mungu. Ujiambie hivyo, uiambie nafsi yako, leo ni siku nyingine ya kumtafuta Mungu. Unaenda kanisani, ni wakati mwingine wa kwenda kumtafuta Mungu. Naenda kwenye biashara, yani unajiambia hivyo. Usije ukakaa ukanyamaza. Ukinyamaza inafuta, na ikifuta ile unapozwa, unaingia kawaida. Unanielewa ninachokisema? Kwa hiyo tumeona Asa alianza kumtafuta Mungu mapema sana. Akamtafuta kwa mpaka miaka 39 ya utawala wake. Akapata ugonjwa. Biblia inasema hakumtafuta Mungu kwenye ule ugonjwa. Alikuwa amemtafuta Mungu kwenye mambo mengi. Walivamiwa na majeshi makubwa sana. Alipomtafuta Mungu, Mungu akawapiga wale majeshi. Walipofanya akajenga, akakaa vizuri, akastarehe.
lakini akapata ugonjwa wa miguu, Biblia inasema hakumtafuta Mungu. Na kwa sababu hakumtafuta Mungu kwenye ule ugonjwa, Biblia inasema katika ule ugonjwa hakumtafuta Mungu, na hivyo akalala. Haleluya. Tumesema kutokumtafuta Mungu kunaleta kulala, kunaleta kulala. Haleluya. Sasa hilo halitakuwa fungu lako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja hapa anaitwa Musa. Alikuwa ni mfano wa watu waliokuwa na commitment ya ajabu ya kumtafuta Mungu. And I pray, ninaomba Mungu na nitakuombea hii commitment ingie ndani yako kwa kiwango ambacho huwezi kukieleza. Angalia kile kitabu cha Kutoka sura ya 33. Naomba uketi kidogo nikuonyeshe hicho kitu, alafu tumuombe Mungu akiweke ndani ya kila mmoja wetu. Anasema 33 mstari wa 13 hadi 14 ni commitment kubwa sana ya ajabu ya kumtafuta Mungu. Anasema 13, ule mstari 33 mstari wa 13 anasema, basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema mbele yako. Ule mstari wa 10 anasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe umeniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Sasa angalia commitment iliyopo. Mstari wa 13 anasema, basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Unionyeshe njia zako nipate kukujua. Hii yote ni maneno ya kumtafuta nani? Mungu. Nataka kukujua, unionyeshe njia zako ili nipate kukujua. Ikiwa nimepata neema mbele yako, unionyeshe njia zako ili nipate neema mbele zako. Anasema ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami usituchukue kutoka hapa. Ni mtu ambaye alikuwa serious kumtafuta Mungu, alitaka Mungu aonekane. Kwa hiyo anasema, uso wako usipoenda nasi usitutoe hapa. Kwa na sisi nataka tusimame tumwambie Mungu, kwa mwezi huu nenda nasi, tuonyeshe njia zako tupate kuyajua. Nenda nasi, tenda nasi, sema nasi, fanya nasi. Tumwambie Mungu, mwezi huu kwa kuwa umetuingiza, basi tunaomba uende nasi, uso wako uende nasi. Yule mwezi kadiri unavyoenda, tusiende wenyewe. Haleluya. Hebu simama kwa miguu yako na mwambie Mungu, mwezi huu wa 5 ninataka kutembea nawe Mungu kwa kiwango kingine. Nataka kuziona njia zako. Unaposema njia za Mungu, una maana majawabu ya Mungu, una maana njia za kutatua matatizo na changamoto mbalimbali. Nataka nione njia zako, nataka nione uso wako. Na uso wa Mungu ni baraka, ni mema ya Mungu. Haleluya. Basi fungua kinywa chako, mwambie Mungu hivyo. Baba, katika jina la ombi letu linasema nenda nasi na tenda nasi kwa mwezi huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumegundua namna ya kukutafuta wewe Mungu, na tunapokutafuta unaonekana. Nasi Mungu tunasema kwa jina la Yesu Kristo, tunakutafuta uende nasi, tunakutafuta utende nasi, tunakutafuta useme nasi, tunakutafuta upange nasi, tunakutafuta ubuni nasi, tunakutafuta utekeleze nasi, tunakutafuta Bwana, utakutafuta Bwana, uende nasi, uso wako uende nasi, tuzione njia zako, tupate kukujua. Tunakutafuta Bwana, tuko mahali hapa siku ya leo, tumekuja kukutafuta kwa ajili ya mwezi huu, ni siku ya kwanza ya mwezi, tumekuja kukutafuta Bwana, tukiomba uende nasi, nenda nasi, tenda nasi, fanya nasi, sema nasi, keti nasi, ingia nasi, toka nasi, katika jina la Yesu Kristo. Tukuone Bwana ukienda nasi, tukuone Bwana, tuone uso wako, uso wako usituache, utuangazie nuru za uso wako kwa mwezi huu Bwana. Angaza uso wako, tuangazie uso wako, angaze kwa habari ya kazi zetu. Mwambie Mungu angaze uso wake. Musa anasema uso wako uende nasi, kwa maana uso wa Mungu ni nuru, inaangaza kazini kwako, inaangaza nyumbani kwako, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye uchumi, kwenye kanisa, kwenye kila eneo, kwenye afya zetu. Utuangaze Bwana, tusipige hatua yoyote ya mwezi huu bila kuwa nawe. Nenda nasi Bwana, kwenye familia zetu, kwenye masomo yetu, kwenye taaluma zetu, kwenye kazi zetu, kwenye
nafasi zetu za kazi. Nenda nasi Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu, nenda nasi mwezi huu, tenda nasi, nenda nasi kwenye biashara, tenda nasi biashara, fanya nasi biashara, uende nasi kwenye biashara, uende nasi kwenye biashara zetu Bwana. Nenda nasi kwenye ofisi zetu, usiache tukaenda wenyewe ofisini, usiache tukaenda wenyewe kwenye biashara, kwenye familia zetu, kwa watoto wetu, kwenye masomo ya watoto wetu. Nenda nao kwenye masomo yao, nenda nao kwenye taaluma zao, nenda nao Bwana. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu. Musa aliomba, hata wewe lazima uombe, hata wewe lazima uombe. Musa aliomba akasema, nenda nasi, uso wako ufanye kazi, uso wako tuonyeshe kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya kanisa letu, kwa ajili ya kanisa letu, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya taifa letu. Uende nasi Bwana kwa mwezi huu. Nenda nasi, tenda nasi, nenda nasi, tenda nasi, nenda nasi, tenda nasi, tukauone wokovu wako, tukauone msaada wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tumekuja kutafuta uso wako, tutafuta uso wako, tunautafuta uso wako, tunautafuta uso wako Bwana kwa ajili ya mwezi huu. Nenda nasi Bwana katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Biblia inatuambia kwamba tunapomtafuta Bwana tunaonyesha kumtegemea, tunaonyesha kumtegemea, tunategemea uso wake, tunategemea njia zake, tunategemea neema yake, tunategemea fadhili zake, tunategemea rehema zake. Nenda nasi Bwana, kwa rehema zako uende nasi, kwa huruma zako uende nasi, uturehemu uende nasi, utufadhili Bwana katika jina la Yesu Kristo. Fadhili za Bwana tutazitafuta, fadhili zako zisituache, huruma yako isituache, rehema zako zisituache, neema yako isituache Bwana. Nenda nasi kwa neema, twende nasi Bwana, tenda nasi, nenda nasi kwa mwezi huu. Nenda nasi Bwana kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye taasisi zetu, kila mahali Bwana, kwenye familia, kwenye ndoa, kwa watoto wetu, kwenye masomo, kwenye taaluma. Nenda nasi Bwana kiroho, kimwili, kiakili. Nenda nasi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Hallelujah, hallelujah. Yes. Ataenda nasi katika jina la Yesu. Nasema ataenda nasi kazini kwako, ataenda nawe kazini kwako, ataenda nawe kwenye biashara, ataenda nawe kwenye huduma, ataenda nawe kwenye kazi, ataenda nawe kwenye biashara, ataenda nawe kwenye familia, ataenda nawe kwa watoto, ataenda nawe kwenye kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na unaposema ataenda nasi, manake neema yake itakuwa nawe, rehema zake zitakuwa nawe, huruma zake zitakuwa nawe, msaada wake utakuwa nawe. Kila utakapoliitia jina la Bwana, Bwana atakuonekania. Haleluya. Tunamshukuru Mungu. Musa alisema hayo maneno na Mungu akayafanya. Haleluya. Nataka tuangalie kitu kimoja ambacho tunatamani Mungu tukitafute na moja. Angalia ile Mithali, angalia kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Naomba uketi, tunaenda kumalizia maombi yetu. Mithali ile Mhubiri sura ya 3. Mambo ni mengi lakini nataka niseme vitu hivyo vichache. Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3 mstari ule wa 11. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11, Biblia inasemaje? Na Biblia inasema kwamba kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Hebu sikiliza, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Nataka tumuombe Mungu kwamba kila kitu umekifanya kizuri kwa wakati wake. Kuna mazuri ya mwezi Mei. Haleluya. Kuna mazuri ambayo Mungu ameyafanya kwa wakati huu wa mwezi huu. Tunaomba Mungu hayo mazuri kwa ajili yetu aliyoyakusudia mwezi huu tuyapokee katika jina la Yesu Kristo. Hebu inua mkono wako. Kila jambo zuri, kila jambo jema alilolifanya kwa wakati huu, kwa mwezi huu, kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako,
kwenye kazi yako, kwenye huduma yako, kwenye biashara yako, kwenye taaluma yako, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Kila kitu alichokifanya kwa kizuri kwa ajili yako mwezi huu kisikuache, kikukute, kikupate, ukutane nacho, uonekane nacho, kikafike kwako, ukakipokee katika jina la Yesu Kristo. 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 Yale mema ya wakati huu yakupate katika jina la Yesu Kristo. Yale mazuri aliyoyafanya kwa ajili yako kwa mwezi huu usiyakose katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Sema amen kwa ajili ya mazuri ya mwezi huu. Sema amen kwa ajili ya mazuri ya mwezi Mei. Kwa ajili ya mazuri ya mwezi huu. Kwa ajili ya mazuri ya mwezi huu sema amen. Bwana ayafanye kuwa fungu lako. Bwana ayafanye kuwa fungu lako. Bwana ayavumbue kwenye moyo wako. Bwana ayafunue kwenye akili zako. Bwana ayafunue kwenye mipango yako. Bwana ayafunue kwenye hatua zako. Bwana ayafunue kwenye uelewa wako. Bwana ayafunue kwenye hekima yako. Na Mungu akupe hekima ya kuyapokea katika jina la Yesu. Mungu akupe akili ya kuyatambua katika jina la Yesu. Mungu akupe maarifa ya kuyajua katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe ujuzi wa kuyatumia katika jina la Yesu Kristo. Yale mema mazuri ya mwezi huu yaliyokusudiwa kwa ajili yako hayatakupotea, hayataharibiwa, hayatauawa, hayataacha njia yako, hayataacha nyumba yako, hayataacha kazi yako. Ukiwa kazini atakutafuta, ukiwa nyumbani atakutafuta, ukiwa njiani atakutafuta, ukiwa kanisani atakutafuta, ukiwa barabarani atakutafuta, ukiwa kwenye gari atakutafuta. Popote utakapoenda, yale mazuri aliyoyapanga kwa wakati huu utakutana nayo katika jina la Yesu Kristo. Utakutana nayo kwa damu ya Yesu Kristo. Utakutana nayo kwa damu ya Yesu Kristo. Utakutana nayo kwa damu ya Yesu Kristo. Yale mema ya mwezi huu ni fungu lako. Ni fungu lako. Nasema utayakumbatia. Nasema utayakumbatia. Kwa mikono yako utayashika. Kwa mikono yako utayashika. Kwa miguu yako utayafuata. Kwa miguu yako utayafuata. Kwa macho yako utayaona. Kwa macho yako utayaona. Kwa masikio yako utayasikia. 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 Kwa hisia zako utayahisi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ni Bwana anayefanya hayo kwa kuwa umetia nia ya kumtafuta mwezi huu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Bwana Yesu makofi mengi. Pigie Bwana Yesu makofi mengi kwa ajili ya yale mazuri ya mwezi huu, mazuri ya wakati wako. Angalia, amesema kwamba akili za wanadamu zinashindwa kuyavumbua, zinashindwa kuyagundua, zinashindwa kuyafunua, lakini kwako haitakuwa hivyo. Mungu atafanya wepesi wa kuyavumbua. Asema ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho, wewe mwezi huu utaweza kuivumbua kwa jina la Yesu Kristo. Utaweza kuivumbua kazi ya Mungu kwenye familia yako. Utaivumbua kazi ya Mungu kwa watoto wako. Utaivumbua kazi ya Mungu kwenye akili zako. Utaivumbua kazi ya Mungu kwenye hisia zako, kwenye nafsi yako, kiroho na kimwili katika jina la Yesu Kristo. Hautashindwa tena. Haleluya. Pe Bwana Yesu makofi mengi. Mshangilie Mungu kwa kuwa ni mwema. Angalia, ngoja ni kuonyeshe jambo hili. Angalia Ayubu sura ile ya 8. Ayubu sura ya 8 mstari ule wa 7. Ni jambo Mungu analo kwa ajili yako. Ayubu sura ya 8 mstari ule wa 7. Biblia inasemaje? Ayubu sura ya 8 mstari ule wa 7. Ayubu sura ya 8 mstari ule wa 7. Sikiliza. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Look here. Unisikilize. Angalia. Hapa tulipo tarehe hii ya kwanza ya mwezi huu mpya, wote viwango tulivyo navyo mbele ya Mungu ni mwanzo mdogo. Haleluya. Ni mwanzo mdogo. Lakini Mungu anasema kuna hii ahadi kwamba mwanzo huo mdogo, mwisho wa mwezi unaweza ukawa umeongezeka sana. Haleluya. Unaweza ukawa umekuwa mkubwa. Haleluya.
ni mtaji ulikuwa ni mdogo, unaweza ukawa ni mkubwa. Akili ilikuwa ndogo, inaweza ikawa kubwa. Mawazo yalikuwa madogo, yanaweza yakawa makubwa. Mipango, uwezo wa kuplani ulikuwa mdogo, lakini unaweza ukawa mkubwa. Kwa idea alionayo hapa Mungu ni nini? Mwanzo unapokuwa mdogo, utarajie mwisho mkubwa. Hebu inua mkono wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, chochote kilichopo kwenye mwanzo mdogo, chochote kilichopo kwenye udogo kwenye maisha ya huyu aliyeko hapa na huyu anayetusikiliza kwa njia ya radio, kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, popote ulipo, chochote ulicho nacho kiko kwenye hali ya mwanzo mdogo. Mungu anaachilia neema kwa kuwa utamtafuta mwezi huu. Mungu anaenda kuinua, na mwisho wa mwezi utakuwa mkubwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa mkubwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Umeanza mwanzo mdogo wa mwezi, utamaliza na mwisho mkubwa kwa jina la Yesu. Utamaliza na mwisho mkubwa kwa damu ya Yesu. Utamaliza na mwisho mkubwa kwa jina la Yesu. Kwenye kazi yako utakuwa na mwisho mkubwa. Kwenye biashara yako utakuwa na mwisho mkubwa. Kwenye huduma yako utakuwa na mwisho mkubwa. Kiafya utakuwa katika hali nzuri zaidi iliyo kubwa. Haleluya. Kwenye familia yako, yale yaliyo madogo Bwana atayaongeza, Bwana atayazidisha, yatakuwa kwenye hali kubwa katika jina la Yesu Kristo. Sema amen kama unaamini katika mwanzo mdogo na mwisho mkubwa. Sema amen. Mpe Bwana Yesu makofi mengi kwa ajili ya jambo hilo. Piga makofi mengi kwa ajili ya mwisho mkubwa wa mwezi huu, kwa ajili ya mwisho mkubwa wa mwezi huu, kwa ajili ya mwisho mkubwa wa mwezi huu. Naomba usimame alafu uombe kwamba Mungu, kila kilichopo kwenye mwanzo mdogo, nataka mwezi huu nimalize kikiwa na mwisho mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Chochote nilicho nacho kiko kwenye hali ndogo, kilicho chema, nataka Mungu kiongeze, nataka Mungu kizidishe. Hapa anaongea habari ya kuongezwa na habari ya kuzidishwa. Baba, katika fungua kinywa chako sasa. Omba kwa ajili ya ongezeko. Omba kwa ajili ya ongezeko. Omba kwa ajili ya ongezeko. Tabiri, mwezi huu nitaongezeka. Sawa na neno la Bwana, sawa na Ayubu 8 mstari ule wa 7. Sawa na Ayubu 8 mstari wa 7, pata kuwepo na ongezeko. Bwana ataniongeza, Bwana atanizidisha kwenye maisha yangu, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Pata kuwepo na ongezeko, pata kuwepo na ongezeko, pata kuwepo na ongezeko katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ni mwezi wa ongezeko, ni mwezi wa ongezeko. Mungu atakuongeza, Mungu atakuzidisha kwenye ule mwanzo mdogo, kwenye ule mwanzo mdogo wa kifedha, mwanzo mdogo wa kiroho, mwanzo mdogo wa kibiashara, mwanzo mdogo kwa kitaaluma, mwanzo mdogo wa kiujuzi. Kuna ongezeko kwenye ujuzi, kuna ongezeko kwenye kibali, kuna ongezeko kwenye neema, kuna ongezeko katika jina la Yesu Kristo. Nitaongezeka. Hebu kiri kwamba ninapoanza mwezi, nilivyoanza sitamaliza namna hii. Si mpango wa Mungu nimalize namna hii. Lazima nimalize na ongezeko lililo jema, ongezeko lililo bora, ongezeko lenye amani, ongezeko lenye furaha, ongezeko lenye uzima, ongezeko katika jina la Yesu Kristo. Sawa na Ayubu ile sura ya 8 mstari wa 7, pata kuwepo na ongezeko, pata kuwepo na ongezeko, pata kuwepo na ongezeko kwa watoto wangu, pata kuwepo na ongezeko, pata kuwepo na ongezeko kwenye ndoa yangu, pata kuwepo na ongezeko la kimungu, ongezeko la kimungu. Sawa na Ayubu sura ya 8 mstari wa 7, ijapokuwa huo mwanzo ulikuwa mdogo, ongezeka na mwisho wake kuwa mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Pe Bwana makofi mengi na vigeregere. Amen. Haleluya. Yes. Kumbuka tulikotoka. Nia ya kumtafuta Yesu, nia ya kumtafuta Mungu more than ever before. Na hilo nimekwambia lisitoke kwenye akili. Yaani ukiamka asubuhi unasema leo ni siku nyingine ya kumtafuta Mungu. Uko kazini kwako, leo ni siku nyingine ya kumtafuta Bwana. Uko kwenye biashara, ni siku nyingine ya kumtafuta Bwana kwenye biashara hii. Unanielewa? Na Mungu atakufanikisha, atakustarehesha kazini, atasababisha uwe mtu wa kujenga. Utajenga miji, utajenga nyumba, utajenga maisha, utajenga tabia, utajenga mitizamo, utakuwa ni mjenzi mzuri sana kwa sababu ya kumtafuta Mungu. Na maadui watakapoinuka kwa sababu umemtafuta Mungu, atawatawanya wote. Haleluya. Mpe Bwana Yesu makofi mengi kwa ajili ya jambo hilo. Kuna mtu anasema amepata hiyo neema ya kumtafuta Bwana na ameweka nia ndani ya moyo wake, nitamtafuta Yesu. Haleluya. Nitamtafuta Bwana kila mahali. Haleluya.
Basi tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo nia. Ndio nia yetu ya mwezi, ndivyo tunavyoanza mwezi, na ndivyo Mungu atakavyotufanikisha mwezi huu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunajua ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hakuanza, hana mwisho. Ni mwaminifu, ni wa kweli. Analiangalia neno lake apate kulitimiza. Alivyofanya kwa kina Asa, akafanya kwa kina Uzia, akafanya kwa kina Daudi katika agano la kale, anaweza akafanya zaidi kwenye agano jipya la damu ya Yesu Kristo. Agano jipya la damu ya Yesu Kristo linatuhakikisha wepesi wa kumtafuta na wepesi wa kuomwona, wepesi wa kustarehe, wepesi wa hayo mambo yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi naomba uketi, chukua sadaka yako. Ni sadaka yako ya kwanza kwa mwezi huu kwenye ibada kanisani. Ni sadaka yako ya kwanza kwenye ibada kanisani. Unatusikia popote ulipo, una sadaka yako, unaweza ukatuma kwa njia ya akaunti zetu kwenye simu, kwenye kunazoonekana kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye radio, tafuta. Lakini uko mahali hapa pia, mpe Mungu sadaka yako ya siku ya kwanza, sadaka ya mwezi mpya, kwamba yale ambayo Mungu ameyanena, Bwana ninayakamata. Ni ibada ya kukamata mwezi mpya, na hivi ndivyo tunavyoukamata mwezi huu. Kwa hili neno la Mungu tumeukamata mwezi huu. Haleluya. Baba, tunakushukuru na tunaleta sadaka yetu, tunaomba itakase na tunaomba ipokee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi leta sadaka yako kwa Bwana. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. O neema kwa kanisa letu, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. O neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. O neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. O neema kwa kanisa letu, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka hii tuliyoitoa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba itakase na uipokee kwa ajili ya sifa na kwa ajili ya utukufu wako, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Amen. Basi ibada yetu ya siku ya kwanza ya kukamata mwezi huu ndio imefika mwisho, lakini pia Jumapili tutakuwa na mwendelezo wa ibada hii. Haleluya. Na hapa ni Yesu tu. Haleluya. Sema ni Yesu tu. Kwa hiyo tunamaliza ibada, lakini tunapomaliza ibada utapita hapa, tutakupa baraka za kichungaji, baraka za kikuhani kwa ajili ya mwezi huu. Haleluya. Na mkono tutakao kuwekea ni kusema, Mungu, yale tuliyoyasikia kwenye neno lako tunaomba yakatimie kwenye maisha ya watu wako sawa sawa na neno lako mwezi huu na miezi mingi inayokuja, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hebu simama kwa miguu yako. Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, jifunike kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa rehema zako na nguvu zako. Ukiri wetu tunaamini katika jina la Yesu Kristo, tumetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuibiwi, hatuharibiwi, hatuuawi. Amen. Iwe kwetu sawa sawa na ukiri wetu katika jina la Yesu Kristo. Msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo, tuko salama na tutaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tutaongezeka, tutajaa kwa amani. Amen. Ikawe kwetu sawa sawa na msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sema, ninaamini katika jina la Yesu Kristo nitapiga hatua, nitafika pale kwenye hatima yangu na shetani hawezi kunizuia.
hawezi kunizuia. Amen. Sema ninaamini katika jina la Yesu Kristo, nitamtafuta Bwana siku zote za maisha yangu, naye atanifanikisha, 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 atanifanikisha na kunistarehesha katika jina la Yesu. Amen. Kama unaamini piga makofi mengi kwa Yesu. Basi nakaribisha tusogee tuweze kuwabariki na Mungu wetu aweke hiyo baraka juu yenu. Asante sana wale ambao mmekuwa mnatufuatilia kwenye radio. Mkono wa baraka ya Mungu we juu yenu na Mungu aendelee kuwazidishia sana. Haleluya. Amen. Kabla hajapita hapo, unajua nilikuwa nasema mwambia Mungu aliposema tuje kuja, nikamwambia hawa leo watu wanamtosha mchungaji kwa weka mkono kabisa. Akaniambia hapana, nataka kufanya double portion. Sasa nilikuwa nimeiminya. Weka mkono kwa mzee Fred, akamwambia wewe. Nilisema atapita kwako, ataenda kwa mchungaji, aondoke. Kwa Mungu ana double portion kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya mwezi huu. Haleluya. Amen. Kwamba wote tutawekea mikono yetu sawa sawa na ile agizo la Bwana. Anza pale. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukamtafute, akaonekane, akakustareheshe na kukufanikisha katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukamtafute, akaonekane, akakustareheshe na kukufanikisha katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, akakuonekanie, akakustareheshe, akakufanikishe, ukamtafute katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukamtafute Bwana naye akakuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, nao ukamtafute Bwana akakustareheshe na kufanikisha katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, akakuonekanie, akakustareheshe na kufanikisha katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, akakuonekanie, akakustareheshe, ukajenge, ukafanikiwe sawa sawa na neno lake katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana ukawe juu yako, akakufanikishe, akakuonekanie, akakupe kujenga na kustarehe katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, akupe kupona, akupe kufunguliwa, akupe ulinzi dhidi ya maadui zako katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukakufanikishe, ukakubariki na kutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukakufanikishe, ukakubariki na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukufanikishe, ukuongoze, ukusimamie na kufanikisha kwa mwezi huu katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukulinde, ukutunze, ukufadhili katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, umtafute, akufanikishe, akubariki na kukulinda katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yake, ukulinde, ukufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako mwezi huu, kukulinda, kukutunza, kukukinga na mabaya yote na kukubariki, kukuponya, kukuongoza katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, kukutetea, kukupigania, kukuonekania, kukuongoza, kukufanya upya katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, kukulinda, kukutunza, kukukinga na mabaya yote unapomtafuta Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, kumtafute Bwana wala usilegee. Kumtafute Bwana, ukaukaze moyo wako kumtafuta Bwana, ukaze moyo wako kumtafuta Bwana. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukaze moyo wako kumtafuta yeye tu, ukimlinda, akulinde na kutunza, akufanikishe, akustarehe, akuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, akulinde, akutunze, akufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako, akulinde, akutunze, akufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Kauone uso wako, usiende peke yako katika jina la Yesu Kristo. Akakutetee, akakupiganie, akakufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako mwezi huu,
akuonekanie kwa kiwango kingine, akubariki kwa kiwango kingine, akuinue kwa kiwango kingine. Yaliyolala yasiendelee kulala, kwa kuwa utamtafuta Bwana. Akuamshe na akulinde katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asanteni sana.